إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الخليفة الثالث، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فعيروني القلوب والأسماء، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ndugu Waislamu, mwanzo kabisa narejesha shukurani za dhati kwa Muumba wa mbingu na ardhi, na vile vile namtakia rahma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu mbora wa kuigwa katika kila aina ya ibada, Abul Qasim. Anwani ya khutba ambayo kwamba nimeikusudia, bihaulillahi wa madadi, itakuwa ni al-khalifatu thalith, khalifa watatu. Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa huu muda mchache ulioko mbele yetu, tuweze kukumbushana, tuweze kunasihiana, tuweze kuelekezana, asa sote tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. الخليفة الثالث هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع من جهة أبيه في عبد مناف. Khalifa watatu wa Waislamu anajulikana kama Uthman
mwana wa Affani, na Affan ni mtoto wa Abul As, na Abul As ni mtoto wa Umayya, na Umayya ni mtoto wa Abdu Shams, na Abdu Shams ni mtoto wa Abdu Manaf. Ukoo wa huyu sahaba tunayemzungumzia ambaye kwamba ni Uthman ibn Affan unakutana na ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa babu yake wanne wa Uthman ibn Affan, naye ni Abdu Manafi. Wulida fi Taif wa qila fi Makkah fi sanati sadisa baada amil fil. Alizaliwa Uthman ibn Affan katika mji wa Taif, mji nje ya mji wa Makka, na inasemekana kazaliwa katika mji wa Makka mwaka wa 6 baada ya mwaka wa ndovu. Kama tunavyojua mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mwaka wa ndovu. Uthman ibn Affan alizaliwa mwaka wa 6 baada ya mwaka wa ndovu. Ukipenda sema ni mdogo kwa mtume kwa miaka 6. Fakuniyatuhu Abu Abdillah wa qila Abu Amr, kunia yake anajulikana kama Abu Abdillah, babake Abdullah, na inasemekana vile vile alikuwa akijulikana kama Abu Amr. Wa laqabuhu Dhunnurain, na laqab ambayo kwamba alijulikana kwayo, nickname ambayo kwamba alijulikana nayo, alijulikana kama Dhunnurain, mwenye nuru mbili. Huwa alwahidu fi tarikhi albashariya alladhi tasharrafa bizawaji bintay nabii. Hakuna ambaye kwamba kuanzia kwa historia ya kupatikana mwanadamu haijawahi tokea hapo mtu mmoja akaoa mabinti wawili wa mtume katika mitume wa Allah, isipokuwa huyu sahaba ambaye kwamba tunamzungumzia Uthman ibn Affan. Fakana zawjan li Ruqayya thumma li Ummi Kulthum, alikuwa ni mume wa Ruqayya, kisha alipoaga dunia Ruqayya akamoa Ummu Kulthum dadake Ruqayya, na wote hawa wawili ni mabinti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa na watoto 7, 3 wa kiume na 4 wa kike. Wa kike ni Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum na Fatima. Huyu sahaba alibahatika kuoa madada wawili, watoto wawili wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya na Ummu Kulthum. Kwa ajili hiyo akaitwa Dhunnurain, mwenye nuru mbili. Kana radiyallahu anhu wa arda fi ayami aljahiliya min afdali nnasi, katika ujahilia kabla ya Uislamu Uthman ibn Affan alikuwa ni mtu na hadhi yake, alikuwa ni mtu na heshima zake kwa Makuraish. Katika Uislamu vile vile akabakisha hadhi yake na heshima yake. Alikuwa ni mkarimu katika ujahilia na akabakia na ukarimu wake vile vile katika Uislamu. Radiyallahu anhu wa arda. Kana qaumuhu yuhibbunahu ashadda alhubbi wa yuwaqqiruna, jamaa zake walikuwa na heshima katika ujahilia. Ukoo wake ulikuwa unamheshimu katika ujahilia na ulikuwa unampatia heshima ambayo kwamba si ya kawaida. Falam yasjud lisanamin qattu walam yashrab khamra, kana yaqulu innaha tadhhabu al-aqla wal-aqlu ashrafu ma wahaba Allahu lil-insani. Hakuwahi kusujudia sanamu
wala hakuwahi kunywa tembo katika ujahilia. Alikuwa akisema tembo ni kitu ambayo kwamba inafisidi akili, inaharibu akili, na akili ni neema kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemtunuku huyu kiumbe juu ya mgongo wa ardhi. Ahibati fillah, kana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah min awaili as-sabiqina ila al-islam. Huyu sahaba ambaye kwamba tunamzungumzia Uthman ibn Affan ni katika wale ambao kwamba waliukubali Uislamu mapema mno, ni katika wale walioingia katika Uislamu mapema mno. Aslama ala yadi Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, alisilimu kwa mikono ya Abu Bakar. Abu Bakar alimfanyia da'wa, ikawa ni sababu ya Uthman ibn Affan kuingia katika Uislamu. Wa kana fi rabi'ati wa 30 min umri wake alikuwa ana miaka 34 wakati Uthman anaukubali Uislamu, wakati anaingia katika dini ya haki, dini ya Uislamu, alikuwa ana umri wa miaka 34. فلم يتردد ولم يتبطأ بل كان مسرعا وصار من الطليعة الأولى الذين آمنوا. hakurejea nyuma wala hakuchelewa kuingia kwa Uislamu. Wakati Abu Bakar alimwita katika Uislamu, akawa miongoni mwa wale makundi ya mwanzo kabisa ambao kwamba ilikubali Uislamu, wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawazungumzia kisema wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, na wale walioingia mapema mno na wale walioingia mwanzo kabisa katika Uislamu, katika masahaba wa Makka na katika masahaba wa Madina. Uthman ni mmoja katika hawa ambao kwamba wanazungumziwa katika hii aya. Ndugu Waislamu, akiingia katika Uislamu kwa wanaume, Uthman alikuwa ni Muislamu wa 4. Wakati huo Waislamu walioko juu ya mgongo wa ardhi wanaume ni 4 wao alikuwa ni Uthman ibn Affan. Wa kana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardah ahadul khulafa'i ar-rashidin. Huyu sahaba ambaye kwamba tunamzungumzia, ndugu Waislamu, ni mmoja katika makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallama waliopata utawala ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliuongoza na aliuhifadhi. Mmoja katika makhalifa wa Waislamu ni Uthman ibn Affan. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallama, alkhilafatu ba'di 30 sana thumma takunu mulkan, nikiondoka duniani ukhalifa baada yangu mimi utakuwa kwa miaka 30. Watatu katika hawa makhalifa 4 ni Uthman ibn Affan. Abu Bakar alitawala kwa miaka 2, Umar akatawala kwa miaka 10, Uthman akatawala kwa miaka 12, na yeye ndiye alitawala kwa muda mrefu kuliko wengine wote waliosalia. Kisha Saidina Ali akatawala kwa miaka 6, Hasan akakamilisha kwa miezi 6, ile hadithi ya Mtume alkhilafatu ba'di 30 sana. Ukhalifa ambao kwamba Mtume wetu ametuhusia sallallahu alaihi wasallam akisema, fa'alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, shikamaneni na mwenendo wangu, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu ambao kwamba Uthman ibn Affan ni mmoja katika wale ambao kwamba Mtume alitutaka tufuate nyayo zao radiyallahu anhu ardah. Wa huwa ahadu min al-asharati al-mubashirin bil janna, na huyu Uthman ibn Affan ni mmoja katika masahaba 10 waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilikuja kwenye hadithi moja
Mtume akawataja masahaba wote 10 kwa mpigo, akasema Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Abu Talha fil janna, Abdurrahman ibn Auf fil janna, Zubair ibn al-Awwam fil janna, Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna, Sa'id ibn Zaid fil janna, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil janna. Mtume aliwataja masahaba 10 kwa mpigo. Watatu wao ni huyo ambaye kwamba tunamzungumzia, anayejulikana kama Uthman ibn Affan. Bali katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, kuna siku aliamka akasema, hii siku yangu ya leo nitajitolea nitembee na nishinde na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kutawadha akamfata Mtume, akamkuta Mtume ameingia kwenye bustani, na mle ndani ya bustani mna kisima. Akaenda akamwamkua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameketi kwenye hicho kisima na miguu yake inaning'inia katika kisima, na amenyanyua nguo yake kiasi. Akasema Abu Sa'id al-Khudri, leo nitakuwa mlinzi wa lango kuu ya hili bustani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akarejea katika lango kuu. Muda si mrefu akabisha mbishaji, akauliza nani? Akasema Abu Bakar. Akamwambia ala risli, subiri nitake idhni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri akaenda akamweleza Mtume, ya Rasulullah, Abu Bakar anabisha, Abu Bakar anataka idhni ya kuingia. Mtume akamwambia iftah lahu wabashirhu bil janna, mfungulie na umpe bishara ya pepo. Abu Sa'id al-Khudri akaenda akamfungulia, akamwambia Mtume amenambia nikufungulie na nikubashirie janna. Abu Bakar akamhimidi Allah, akasema alhamdulillah. Abu Bakar akaenda akaketi kando ya Mtume, na yeye akaeka miguu yake ikaning'inia, na akanyanyua nguo yake kiasi kumuiga na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri akarudi katika mlango mkuu. Akaja mbishaji wa pili, akauliza nani? Akasema Umar. Akamweleza subiri nimuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kama atanipa idhni. Akarejea akamweleza, ya Rasulullah, Umar anaomba ruhusa ya kuingia. Mtume akamwambia mpe idhni na umbashirie janna. Akamfungulia na akambashiria janna. Umar akasema alhamdulillah. Akaenda akaketi kando ya Abu Bakar, kama alipoketi Abu Bakar na kama alipoketi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri akarejea katika lango kuu, ni mlinzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sharaf iliyoje kuwa askari wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja mbishaji watatu, akauliza nani? Akasema ni Uthman. Akamwambia ala rislik, subiri. Akaenda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, Uthman anabisha, anataka idhni ya kuingia. Mtume akamwambia iftah lahu wabashirhu bil janna ala balwa tusibuhu, mfungulie na umpe bishara ya janna pamoja na balaa itakayomsibu. Mtume akabashiri kuna balaa itamfikia Uthman ibn Affan kama takavyoona. Akaenda akamfungulia mlango, akambashiria janna na akamweleza kuna balaa ambayo kwamba itakusibu. Akamhimidi Allah, kisha akasema Allahul musta'an, Mwenyezi Mungu ndiye wa kutegemewa kwa kila jambo na kwa kila balaa ambayo kwamba inampata mja. Ndugu Waislamu, huyu Uthman ibn Affan ambaye kwamba tunamzungumzia ni hamilu liwa'il haya, ndiye ambaye kwamba amebeba bendera ya tabia ya haya. Hakuna ambaye kwamba ana haya kumliko huyu sahaba tunayemzungumzia. Lam ya'ti wala ya'ti mithlu, hajatokea hapo na wala hatatokea hapo mfano ya mtu mwenye haya kumshinda Uthman ibn Affan.
Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ashaddu ummati hayaan Uthman ibn Affan, katika umma wangu yule ambaye kwamba ana haya kuliko wote ni huyu sahaba anayejulikana kama Uthman ibn Affan. Anatueleza mama yetu Aisha radhiyallahu anha wa arda, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama muttaji'an fi baiti kashifan an saqihi au fakhidaihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amelala ameegemea ndani ya nyumba yangu na nguo yake imeinuka kiasi. Akabisha Abu Bakar, faadhina lahu, akampa idhni, akaingia. Na Mtume yuko kwa hali ile ile ambayo kwamba ameegemea na nguo yake imenyanyuka kiasi fulani, miguu yake inaonekana. Walipozungumza, Abu Bakar akashika njia akaenda zake. Akaja Umar, Mtume yuko kwa hali ile ile, wakazungumza, akaenda zake. Wakati alipobisha Uthman ibn Affan, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliketi vizuri, alikuwa ameegemea, akaketi kwa uzuri. Thumma sawa thiyabahu, kisha akaweka nguo yake ikawa sawa. Akaingia Uthman, wakazungumza, Uthman akaenda zake. Na Aisha al-Faqiha radhiyallahu anha wa arda akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, dakhala Abu Bakar falam tahtasha lahu, aliingia Abu Bakar, haukufanya chochote, ulikuwa umeegemea, nguo yako ilikuwa haiko vizuri. Akaingia Umar, hali hiyo hiyo. Alipoingia Uthman ibn Affan, jalasta wa sawaita thawbaka, uliketi kwa uzuri na ukatengeza nguo yako. Kwa nini ya Rasulullah? Mtume akamjibu Aisha akamwambia, ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika, hivi nisimwone haya mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu malaika wa Mwenyezi Mungu wanamwonea haya? Malaika pia wanamwonea haya huyu sahaba anayejulikana kama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda. Yeye ndiye alobeba bendera ya haya katika umma wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wa huwa sahibu alhijratain, na amebeba title ya hijra mbili radhiyallahu anhu wa arda. Hijra ya kwanza aligura kuelekea katika ardhi ya Habash, wakati Waislamu wanateswa, wakati Waislamu wanaadhibiwa, Mtume akawataka wawe ni wenye kugura kuelekea Habash. Kuna mfalme ambaye kwamba ni mwadilifu, kuna mfalme ambaye kwamba hajui dhulma. Miongoni mwa masahaba wasiozidi 20 walogura kuelekea Habash ni Uthman ibn Affan pamoja na mke wake Ruqayya binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati huo Ruqayya alikuwa ni mjamzito, alimzaa mtoto wake Abdullah akiwa Habash. Ndio maana Uthman akaitwa Abu Abdillah, babake Abdullah. Lakini Abdullah alikufa akiwa mdogo, akiwa na umri wa miaka 6. Hijra ya pili ambayo kwamba aliwahi kuigura Uthman ibn Affan ni hijra ya kuelekea katika mji wa Madina pamoja na masahaba, pamoja na muhajirina, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akajulikana kama sahibul hijrataini, ni mtu ambaye kwamba aliwahi kugura mara mbili. Katika bai'atu ridwan, wakati Mtume amenuia kwenda kufanya umra Makka, baada ya kufukuzwa Makka hajawahi rudi tena katika mji wa Makka, ameazimia kwenda kufanya umra. Alipofika sehemu inaitwa Al-Hudaybiyah, katika mlango wa kuingia Makka, nje ya Makka, alimtuma Uthman ibn Affan aende awaeleze Makuraish, hatujaja vita,
wala hatujaja kwa shari, tumeikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu. Alitumwa Uthmani kwa sababu Makureishi walikuwa wakimheshimu, kwa sababu Makureishi walikuwa wanamjua Uthman alikuwa ana nafasi kwao hata kabla Uislamu. Habari zikaenea Uthman ameuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba, sasa hivi tunaenda kupambana na wao, sasa hivi tunaenda kupigana na wao. Masahaba wakampatia Mtume bai'a inajulikana kama bai'atu ridwan, ni bai'a ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliridhia. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, Mwenyezi Mungu amewaridhia Waislamu, Mwenyezi Mungu amewaridhia masahaba wakati ambao kwamba wamekupatia bai'a. Mwenyezi Mungu aliita kuwa ni laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Mwenyezi Mungu keshawaridhia. Masahaba walikuja kumpatia Mtume bai'a ya kifo, tuko na wewe ya Rasulullah. Mtume alifanyaje kuhusu Uthman? Aliushika mkono wake akaugandamiza kwa mkono wake wa pili, akasema hadhihi li Uthman ibn Affan, hii ni bai'a ya Uthman ibn Affan. Sharafu iliyoje! Masahaba waliona Uthman ametushinda katika hii bai'a. Mtume alitumia mkono wake kumbei, kujibai mwenyewe, akikusudia hii bai'a ni ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardhah. Ahibati fillah, Sayyidina Uthman ni mmoja katika watu wanaojulikana kama ashabu shura. Ni nani ashabu shura? Katika utawala wa Umar alidungwa kisu Sayyidina Umar na Abu Lu'lu al-Majusi, mtu anayejulikana kama Fairuz Abu Lu'lu, kutoka sehemu za Fursi, kutoka sehemu za Iran. Alikuja katika swala ya alfajiri akamdunga Sayyidina Umar kisu, na Umar alikufa baada ya siku kwa siku 3. Kabla afe alichagua watu 6, masahaba 6 katika kibaru sahaba. Wa kwanza ni Uthman, wa pili ni Ali, wa tatu ni Talha, wa nne ni Abdurrahman ibn Auf, na wa tano ni Zubair ibn Awam, na wa sita ni Saad ibn Abi Waqas. Na hawa wote ni katika wale 10 waliobashiriwa pepo ila wawili. Abu Bakar tumemwondosha, alitangulia mbele za haki. Umar hali yake ndiyo hiyo. Abu Ubaida ibn Jarrah alipokesha aga dunia. Said ibn Zaid ni shemeji ya Umar, alioa dadake Umar. Umar hakumweka katika hao 6, aliwachagua hawa. Umar akawaambia, mtachagua na wenyewe khalifa atoke miongoni mwenu, kwa sababu mtume aliaga dunia akiwa radhi na nyinyi. Na naam, akachaguliwa Uthman ibn Affan akawa ni khalifa wa 3 wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada Sayyidina Umar. Ndugu Waislamu, katika utawala wa Uthman Waislamu waliishi kwa uadilifu wa hali ya juu, Waislamu waliishi kwa amani ya hali ya juu, Waislamu waliishi kwa kuzidi kupanua dola za Kiislamu kote duniani. Wakati wake alipanua Armenia, wakati wake alifungua daula za Kiislamu hadi Afrika, nchi ya Tunisia hadi Sudan. Ni wakati wa Uthman ibn Affan. Akafungua sehemu za Cyprus wakati wake, na mali ikazidi katika Baitul Mal, mpaka akaweka chakula katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao kwamba wanakuja umra, ama wale ambao kwamba watakuwa na itikafu kwa msikiti wa Mtume, wanapata chakula bure wakati wa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardhah. Lakini safu za Waislamu zikapasuka, fitna ikaja kupitia huyu khabithi, kupitia huyu muovu ambaye kwamba aliingia katika Uislamu kwa njia ya unafiq. Anajulikana kama Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi. Asili yake anatoka Yaman, Sanaa. Alisilimu wakati wa Uthman,
na akaamsha fitna ambayo kwamba ndiyo sababu ya kuuliwa Uthman ibn Affan. Ndiye wa kwanza ambao kwamba alisema kila nabii, kila mtume alikuwa na wasia wa umma huu ni Saidina Ali. Ndiye wa kwanza ambao kwamba alikuja na aqidatu raja, kuwa wafu watarudi kabla siku ya kiyama. Huyu ndiye alokuja na imani kama hiyo, imani ambayo kwamba ni katika itikadi za Kishia, na akaeneza fitna katika miji mikubwa ya Kiislamu: Kufa, Basra, Sham, Misri, akionyesha kuwa Uthman ni mwovu. Uthman hana khairi wala haula wala quwwata illa billah. Uthman ana tamaa na mali ya Waislamu. Itakuwaje Uthman awe na tamaa na mali ya Waislamu? Na yeye ndio ambao kwamba alisaidia katika jeshi la usra, vita vya Tabuk. Alitoa mali yake, mtume akamwombea dua: ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm, ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Haitomdhuru kitu Uthman baada haya ambayo kwamba ameyafanya siku ya leo. Haitomdhuru Uthman kitu baada ya kuyafanya haya anayofanya leo. Uthman ndiye alionunua kisima cha Bi'r Ruma. Mtume alipoingia katika mji wa Madina hakuna maji matamu, ni kisima ambacho kwamba kinamilikiwa na Myahudi katika mji wa Madina. Mtume akawakabili masahaba akawauliza, man yashtari Bi'r Ruma wa lahu aljanna, nani atanunua kisima cha Bi'r Ruma na atapata pepo? Uthman akaenda akazungumza na yule Myahudi akamwambia, niuzie. Myahudi akakataa kwa sababu anapata pesa nyingi, anauzia Waislamu maji ghali. Wanajua muhajirini wamekuja katika mji wa Madina, biashara yake inazidi kupanuka. Uthman akamwambia, niuzie nusu. Vipi? Siku moja yangu, siku moja yako. Akakubali. Siku ya Uthman anawaambia Waislamu, jazeni maji ya siku 2 mpaka kesho kutwa ndio mtapata maji siku yangu. Na naam, hali kawa hiyo. Siku ya Yahudi anakosa wateja, mwisho akamuuzia Uthman kile kisima ambacho kwamba kipo mpaka leo hii, kikaitwa Bi'r Uthman, kisima cha Uthman radiyallahu anhu ardah. Ndugu Waislamu, Saidina Uthman alifungiwa ndani ya nyumba yake takriban siku 40 kwa fitna za huyo Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Akadhamiwa ndani ya nyumba yake, alikuwa amefunga saumu ya sunna na anasoma Qur'ani, akapigwa panga ya kichwa, ikawa ni sababu yake kuuliwa. Sadaqa Rasulullah, mtume alisema kweli. Mtume yuko juu ya mlima wa Uhud, mlima ukatikisika. Mtume akazungumza na mlima akawaambia, uthbut Uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani. Tulia ewe mlima wa Uhud, juu yako kuna nabii, juu yako kuna Siddiq Abu Bakar, juu yako kuna mashahidi wawili, Umar na Uthman, na naam, wote waliuliwa kama mashahidi. Uthman radiyallahu anhu aliondoka duniani akiwa na umri wa miaka 82. Ni mtu mzima, alifanywa dhulma, aliuliwa dhulma, na maadui walikataa hata watu wasiende kumzika. Akazikwa usiku katika maziara ya Madina yanayojulikana kama al-Baqi radiyallahu anhu wa ardah. Kwa mukhtasar, ndugu Waislamu, huyu ndiye khalifa wetu wa 3 ambaye kwamba anajulikana kama Uthman ibn Affan. وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.